Mwenyekiti mstaafu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo amekuwa akitabiriwa kuwa yeye anaweza akawa ndo mmiliki mkubwa ama chanzo cha kuanzisha chama kingine cha G55, na of course kwa sasa ndo maana kumekuwa na ukimya wa muda mrefu sana, na tuliweza kumsikia John Mrema ambaye alionekana kuwa ni moja ya supervisor wa moja ya kundi la waasi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ambao limeweza kupewa kwa jina la G55. Sasa mawazo mengi na utabiri umekuwa ni mkubwa kwamba yani inawezekana, na ndio maana pia kumekuwa na no support kutoka kwa mwenyekiti wa zamani ambaye ni Freeman Aikael Mbowe kwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo katika kampeni zake tofauti. Yani kwa sasa tuliweza tu kuona kwamba mwenyekiti wa zamani Freeman Aikael Mbowe akiwa tu ana show love kwa Tundu Lissu, lakini katika kampeni za Chama cha Demokrasia na Maendeleo hajazungumzia kitu chochote wala kusapoti kitu chochote. Sasa ni ishara na imekuwa wazi kabisa kwamba yani hayuko sambamba nao, kwa maana hakubaliani na kile kinachodaiwa katika Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Na hii ni wazi kabisa kwamba watu wamekuwa wakihisi na wakiamini kabisa kwamba kundi la G55 ama chama kinachodaiwa kutaka kutengenezwa ndani ya nchi na taifa la Tanzania, ambalo pengine linaweza likawa ni sehemu ya waasi kutoka katika Chama cha Demokrasia na Maendeleo na kuongozwa na mwenyekiti wa zamani wa chama hicho ambaye ni Freeman Aikael Mbowe. Na kiuhalisia yote yanawezekana. Inawezekana ikawa ni sahihi kwa 100% kwamba mwenyekiti Freeman Aikael Mbowe ndo maana kuna wakati ambao anashindwa kusapoti kampeni za Chama cha Demokrasia na Maendeleo, kwa sababu tayari kuna upande ambao tayari ameshaweza kujivuta, na haikatazwi, ni hatuwezi kukataa, licha kwamba mpaka sasa hivi ni mjumbe wa kudumu ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Sasa kama ni mjumbe wa kudumu, inawezekanaje kwa yeye kuweza kufanya kitu kama hicho? Kwa ni swala ambalo bado limekuwa na ukakasi, lakini pia linawezekana at the same time, kwa sababu kuwa mjumbe wa kudumu ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo haimfanyi yeye kukatazwa labda pengine kufanya maamuzi ya kuachana na chama na kwenda kujenga chama chake. Kwa yote yanawezekana. Kwa kundi la G55 huenda likawa lina asilimia kubwa kuweza kujengwa ama kumilikiwa na kuwa kwenye mwongozo mzuri wa Freeman Aikael Mbowe. So kama mpenzi msikilizaji na mdau mkubwa, unalipi la kuweza kushare na sisi kwamba ni kweli ambacho kimeweza kuzungumzwa kikawa kina asilimia yake, na huenda pia kikawa hakiko na asilimia kubwa ya kuweza kufanyika katika sehemu ya mwongozo wa ibara ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo? Kwa nafikiri nikupe airtime kuweza kutoa maoni, ushauri zaidi ndani ya platform yetu. Cha msingi usisahau kuweza kusubscribe, kulike na kucomment ndani ya channel ya Hatboy Media.